Leo tutazungumzia mapokeo ya chama cha Freemason, lakini mbali na kuzungumzia mapokeo ya chama cha Freemason, tutazungumzia habari nzito ambayo watu wengi hawayajui yaliyofichika kuhusiana na siri ya GRT katika Illuminati. Sasa kwenye hii video naomba ufuatilie mwanzo mwisho ili uweze kujifunza kuhusiana na mambo ambayo huwa mara nyingi sana tunaita mapokeo ya chama cha Freemason. Tukirudi background au historia kidogo ya Freemason. Historia ya Freemason mara nyingi sana Freemason imekuwa ikizungumziwa vibaya, na yamkini hata unaisikiliza unajua kwamba Freemason ni chama ambacho inafanya mambo katika jamii ambayo sio mambo mazuri, hususa labda kutoa kafara ambazo ni mbaya. Nikizungumzia kafara, nazungumzia kafara labda hizo za binadamu. Unajua kwamba Freemason wanafanya vitu kama hivyo, lakini mbali na kafara kunakuwa na mambo ya kishirikina ambayo huwa mara nyingi sana watu wanaamini kwamba Freemason ndio wanaongoza kufanya mambo ya kishirikina. Of course Freemason ni dini, lakini Freemason ni society ya watu ambao wanafanya ibada kwa siri. Kwa nini kipindi cha nyuma Freemason ilikuwa inafanya ibada kwa siri? Freemason ilikuwa inafanya ibada kwa siri mpaka sasa hivi. Naweza nikazungumzia Freemason inafanya ibada kwa siri kwa sababu Freemason haina mfumo, na ukiangalia baadhi ya watu pia sasa hivi huwa wanafanya ibada kwa siri, lakini sitoweza kuzungumzia kwa sababu unaweza nikaingia in deep kabisa, kugombanisha imani za watu, kila mtu akazungumza lake, kila mtu. Lakini leo nataka nizungumzie mambo ambayo yapo kwenye chama cha Freemason na kwa nini sasa hivi Freemason inatakiwa ijulikane duniani kote kwa ajili ya kuleta maendeleo, vijana wapate ahueni. Na kwa nini Freemason imekuwa ni ya tofauti? Siku zote unaambiwa mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Yamkini hata mimi kabla sijaijua Freemason au mwongozo wa kuifuatilia na kutaka kujua chama hiki cha Freemason, nami nilikuwa naamini kwamba Freemason ni dini, lakini Freemason ni chama ambacho kinafanya mambo mabaya. Lakini ukifuatilia ndipo Freemason hao ndio wanaotoa misaada kwa yatima, wajane, wanasaidia watu, wanasaidia jumuiya mbalimbali, lakini viongozi ambao wapo kwenye society hiyo ni wanachama wa Freemason ambao wanaongoza misaada mbalimbali katika mataifa mbalimbali ambayo pengine haja organize kujisajili na chama cha society au Freemason. Kwa nini kwenye dini zingine hawakatazi ushoga, hawapingi mambo mbalimbali ambayo of course ni ya mashoga? Au kwa nini kwenye dini yako au kanisa lako ambalo wewe unasali, ushai kuona mchungaji anahubiri kuhusiana na mashoga, anapiga vita kuhusiana na mashoga? Sasa hiyo ni topic nyingine ambayo tutakwenda kuzungumzia, lakini nataka leo tuzungumzie kindani zaidi kuhusiana na GRT, lakini tuzungumzie kuhusiana na nguvu ambazo mara nyingi watu wengi wamekuwa wakizitumia kwenye makanisa mbalimbali ya society. Kama kawaida, watu wengi wamekuwa wakijua kwamba mtu anapoingia kwenye chama cha Freemason lazima atoe kafara ya mama, baba, ndugu, mtoto, vitu kama hivyo. Kiuhalisia Freemason hawana hulka hiyo na hawana tabia hiyo. Kwa nini nazungumzia kwamba Freemason hawana hulka hiyo na tabia hiyo? Kwa sababu leo unaingia kwenye chama cha Freemason. Ukiingia kwenye chama cha Freemason, of course tunatafuta labda asilimia kubwa watu wanatafuta pesa. Mtu anataka aingie kwenye chama cha Freemason kwa ajili ya kujikwamua kimaisha. Mwingine anaingia kwa sababu ya hali duni. Mwingine anaingia kwa ajili ya kupata power ambazo mara nyingi sasa ndo nataka nizungumzie. Kama unavyoona hii hapa fimbo. Hii fimbo ina GRT. Ukiwa na fimbo, mtu yoyote ambaye kwenye chama cha Freemason unamuona ana fimbo, tayari amepewa nafasi ya kumkaribisha mtu yoyote kwenye chama cha Freemason. Kwa hiyo kuna watu ambao wapo sio waasisi,
wa chama cha Freemason. Ukimwona mtu yupo kwenye chama cha Freemason na ana fimbo, basi yupo kwenye society na ana uwezo wa kumkaribisha mwanachama yoyote. Kuna watu ambao huwa wapo kwenye chama lakini hawatangazi chama, wapo kwa ajili ya mafanikio yao. Hao ndio wanaotoa kafara, lakini kafara sio ya binadamu. Kwa hiyo natakiwa uelewe tu kwamba ukiingia kwenye society ya chama huwezi ukazungumzia kwamba wanatoa kafara gani, hapana. Lakini mara nyingi sana ni za wanyama, lakini huwezi ukaambiwa ni wanyama gani ambao huwa mara nyingi chama cha Freemason huwa wanatumia. Watu wengi wamesema, kuna wengine kwenye video ya nyuma walizungumzia kwamba Freemason nyinyi mnatoa kafara za mbuzi. Ukiona kuna mtu anazungumzia kuhusiana na kafara ya mbuzi, mbuzi sio mnyama ambaye anatolewa kwenye chama cha Freemason. Mbuzi ni sehemu ya mnyama ambaye ni kama kiongozi kwenye chama cha Freemason. Sasa nashangaa mtu utaambiwa nimeambiwa si kuna kafara. Hapana, kafara, hakuna kafara ya mbuzi. Fuatilia katika maandiko mbalimbali ya dini, kwa sababu hii ni dini, ni dini kama dini nyingine ambavyo unaifahamu. Sasa ukizungumzia ukisema kwamba Freemason wanatoa kafara ya mbuzi, sio kweli. Freemason hawatoi kafara ya mbuzi. Mbuzi hatolewi kama kafara. Ukizungumzia mbuzi anatolewa kafara, basi nitasadiki kwamba basi hata binadamu huwa wanatolewa kafara. Ila fununu na tetesi mbalimbali kuzungumzia kuhusiana na habari za Freemason kutoa binadamu kafara, ndugu, like familia, kwenye familia yako. Ina maana kama Freemason wanatoa mbuzi, basi nasadiki kwamba wanaweza wakatoa hivi, lakini ni kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo wewe ambaye unakuwa na fununu mbalimbali kuhusiana na kuzungumzia kuhusiana na chama cha Freemason, kuzungumzia watu ambao wanahusika kufanya mambo hayo, mimi nakukataza. Freemason haiko hivyo. Kwa hiyo kama unataka kujiunga, kama unataka kuyajua mambo mengi kuhusiana na chama cha Freemason, watafute Freemason kusaidia na kusaidia kuyajua mambo mbalimbali. Na mimi napenda sana kuwapa watu ushauri kuhusiana na hiki chama. Watu msipende kupotoshwa, msipende kuamini kitu ambacho hakipo. Mtu mwingine anasema kwamba baadhi huwa wanakudanganya kwamba ufanye hivyo, lakini ukifika muda na hakuna kitu kama hicho, kwa sababu Freemason inapokea hata kama huna ndugu, inakupokea, inakusajili, unajiunga na chama cha Freemason vizuri sana. Kwa hiyo acheni fununu kuzungumzia kitu ambacho of course wewe ukijui. Nafikiri watu wengi wanafahamu tempo mbalimbali ambazo zipo kwenye, kwa mfano labda East Africa, tempo mbalimbali zipo hapa Tanzania na hujai kusikia jambo lolote baya. Kwa hiyo huo ni uzushi wa media, ni uzushi wa watu, kila mtu kujizungumzia chake. Lakini of course leo ukiyazungumzia mambo ambayo yapo kwenye chama cha Freemason, je, mambo ambayo yapo kwenye zebu lako tunayafahamu au yanafahamika? Kwa hiyo ni mambo ambayo unaweza ukakutana na fununu, ni mapokeo ya watu. Kwa nini watu walipokea na kuzungumza mambo mabaya kupitia chama cha Freemason? Ni kwamba Freemason ilikuwa inataka uhuru wa kila mtu kuabudu, sio kiongozi katika dini awe na nyadhifa fulani au awe na fedha fulani. Hiyo ni mifumo ambayo ilitengenezwa baada ya kuona Freemason ni dini ya haki. Freemason ni dini ambayo ilikuwa inataka usawa, ni dini ambayo ilikuwa inataka kila mtu awe sawa, sio kiongozi katika dini ndio awe na mali au apewe mali, lakini watu wa chini wasinufaike na hivyo. Sio huyu wa chume akipeleke kwa mtu fulani, hapana. Freemason akitaka hivyo, ndivyo ikaanza kupigwa vita toka kipindi cha nyuma. Mapokeo ya dini ya Freemason ikawa na watu wachache, lakini wachache walio organize wakafanya jambo ambalo liliwapa uhuru wa kufanya mambo yao mpaka wakafanikiwa. Na walipoendelea kufanikiwa wakashika nyadhifa mbalimbali wakiwa wachache, hawakutaka kuwa wengi, kwa sababu waliamini katika wengi ndipo atapigwa mawe. Kwa hiyo mtu ambaye anataka kuingia kwenye chama cha Freemason lazima akubali
bali yale mambo ambayo anajua kabisa ni kanuni ambazo zimepewa na chama cha Freemason, ndio watu wengi yanawashinda mpaka anajikuta anashindwa kufanya vigezo au kuhimili mambo ambayo yapo katika chama cha Freemason, basi anashindwa. Ndio maana Freemason inapigwa mawe, Freemason inapigwa vita vikali. Kwa hiyo yale mapokeo ya kwamba chama cha Freemason kina mambo ni mapokeo ya nyuma. Kwa hiyo mtu ambaye unakusudi kuyafahamu haya mambo mengi kuhusiana na chama cha Freemason, unaweza ukanitafuta kupitia namba 0758040880. Nitafute nikufunulie kuhusiana na mambo zaidi ya chama cha Freemason. Sawa. Haya mambo ya kusemekana kwamba yako hivi yako hivi, kwa sababu kuna watu wengi, kuna wachungaji, kuna viongozi mbalimbali wa dini mbalimbali, si mashehe, wachungaji, maaskofu ambao wanatafuta na wapo kwenye chama cha Freemason, lakini wewe huamini katika chama cha Freemason. Sasa wewe nani? Who are you ambaye huamini kwenye chama cha Freemason wakati viongozi wako wanaamini Freemason ni source ya kupata nguvu? Wanatumia vitu mbalimbali ambavyo vimetengenezwa au kwa Kiingereza wanasema creative Freemason. Sasa wewe huamini kupitia nguvu hizo ambazo zinakuwa ni source ya Freemason, zinakutibu wewe. Mambo mbalimbali ambayo yanapatikana huku kupitia Freemason yanakufanya wewe uamini kwamba katika imani yako. Sasa hiyo Freemason inapigwa mawe. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo kila mtu anayatumia katika kupata fedha, kila mtu anayatumia katika kuendesha mambo yake, of course vitu kama hivyo. Sasa wewe ambaye uamini kupitia Illuminati au Freemason basi, lakini ukweli ndio huo. Nataka kuyajua mambo mengi, nataka ufundishwe, sio mpaka eti mtu aanze kusema wewe unataka nijiunge, na sio kila mtu ambaye anaweza kujiunga kwenye chama cha Freemason. Freemason inachagua watu. Freemason sio kwamba eti kila mtu ataweza kujiunga na Freemason, no. Freemason ni sote. So kuna mtu ambaye hawezi hata ufanyeje, hawezi kuingia kwenye chama cha Freemason. Yaani ni of course hatakiwi, kwa sababu kuna watu ambao lazima wasaliti na wanajulikana tu kabisa kwamba huyu hapana, huyu ni msaliti, huyu ana grupu la usaliti. Kwa hiyo hatakiwi kujiunga na chama cha Freemason. Hata ufanyeje, hata umpe kanuni gani, atavunja siri au atavunja kanuni. Kwa hiyo Freemason inatambua, na ndio maana kuna uchache mkubwa wa chama cha Freemason. Sasa mtu mwingine, na ndio maana huoni watu wakipinga kuhusiana na chama cha Freemason, huoni mtu akizungumzia habari za Freemason. Sasa utazungumzia Freemason, wewe ya kwako tumezungumza. Sawa. Kwa hiyo hayo ndo yangu machache, kwa ukiwa na mengi zaidi basi naweza kunicheki azungumza.